ni mwezi wa kupokea habari njema na ufunuo wa kimungu. Mwezi wa 6 ni mwezi wa kupokea habari njema na ufunuo wa kimungu. Mungu tu anisaidie kwa kweli ili uweze kunielewa hiki ambacho nakizungumzia hapa, kwamba mwezi wa 6 ni mwezi wa kupokea habari njema. Tuliona jana Mariamu anapokea habari za ufalme wa Mungu, kwamba salamu aliyepewa neema na Bwana aendelea kuwa pamoja na yeye. Alipewa mjumbe mzito kidogo, kwamba ni yeye atakayemzaa Yesu Kristo, kama maandiko yalivyokuwa yakitabiri kwenye vitabu vilivyopita vya manabii. Lakini hili neno likaja likafunuliwa kwake sasa, kwamba bikira aliyekuwa akitajwa ni yeye Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nitajikita kwenye hiki kipengele cha ufunuo wa kimungu. Hebu sema ufunuo wa kimungu. Sema ufunuo wa kimungu. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 2 na ule mstari wa 9. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 2 na ule mstari wa 9. Maandiko yanasema, lakini kama ilivyoandikwa. Paulo huyu ananukuu, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anajaribu kunukuu hili andiko kwamba mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu ni mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Hebu sema Mungu aliwaandalia wampendao. Biblia inasema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako mpende kama nafsi yako. Sasa Wakristo wengi kwenye hilo eneo kidogo sijajua kama tunaelewa. Tumeambiwa Mungu tumpende kwa mioyo yetu yote, lakini majirani zetu tuwapende kwa nafsi zetu. Sasa tunapokosea tunawapenda watu kwa mioyo. Yaani mimi moyo wangu nampenda sana fulani, kumbe ule moyo uko kwa ajili ya kumpenda nani? Mungu. Nafsi yako ndio inatakiwa sasa impende jirani yako. Umpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako, sio roho. Yaani ndio hapo. Sasa ukijikuta mtu nampenda kwa moyo, Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Maana yake ukimpenda kwa moyo, tutaona kwamba huyo mtu umemtegemea. Na Biblia inasema kwa amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha nani? Sasa kile kitendo cha kumwacha Mungu moyoni, maana yake kuna mtu amekaa kwenye moyo. Si kama mnanielewa hilo hicho nikizungumza hapa. Watu tunajikuta mbele hatuendelei kwa sababu kuna watu tumewaweka kwenye mioyo. Kumbe anayetakiwa kukaa kwenye moyo wa mtu ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa anasema hivi, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo, sio nafsi, katika moyo wa mwanadamu, ni mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wapenda wale wanipendao, na wanitafuta kwa bidii wataniona. Si unaona hiyo kitu Na wapenda wale wanipendao, na wanitafutao kwa bidii wataniona.
Sasa unapomwona Mungu, tegemea yale ambayo sikio lako hayajawahi kusikia, yale ambayo macho yako hayajawahi kuona, mambo ambayo hayakuwahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu. Mungu anasema ni mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Bwana Yesu asifiwe, na Mungu akupe neema ya kuendelea kumpenda Yesu kwa mwezi huu na kwa mwaka huu, maisha yako yote, ili siri zilizofichwa katika ufalme wa Mungu, Mungu akufunulie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikwambie, yawezekana una kampuni yako au una biashara yako au una huduma yako. Mimi nataka nikwambie, kuna mambo ambayo dunia hii hayajawahi kuyaona. Kuna mambo ambayo dunia hii hawajawahi kuyasikia. Lakini yanamsubiri nani? Yanamsubiri yule mtu ambaye anampenda Mungu. Mimi nataka nikwambie, kuna nyimbo hazijawahi kuimbwa katika dunia hii, na kuna nyimbo hazijawahi kusikika kwenye dunia hii, lakini zinamsubiri tu mwalimu ambaye akitulia mbele za Bwana na kumlingana Bwana. Kuna nyimbo zitatungwa hapa, na wimbo ukiimbwa hapa dunia nzima itatikisika, kwa sababu wimbo huo haujawahi kuimbwa hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikwambie, kuna siri ambazo zimefichwa aidha kwenye mtu ambaye anamiliki kampuni, mambo ambayo kwenye hiyo kampuni hayajawahi kutokea, mambo ambayo kwenye hiyo kampuni haijawahi kusikika, yanamsubiri mtu mmoja tu akaye akitulia mbele za Bwana. Biblia inasema akimpenda Bwana, Mungu anamfunulia mambo hayo ambayo dunia hii haijawahi kuyaona, haijawahi kuyasikia, haijawahi kuonekana. Nami nataka nikwambie, mwezi huu Mungu akupe neema kufunulie mambo. Tuone kwenye kwaya zetu zinatungwa nyimbo ambazo zikiimbwa katika dunia hii tunasikia dunia inatikisika, kwa sababu mambo haya dunia haijawahi kusikia, mambo haya dunia haijawahi kuyaona kwa macho yake, lakini mambo haya yamefunuliwa kwa watakatifu wa Bwana, na nakapofunuliwa jina la Bwana linaendelea kutukuzwa. Na wasema hakika cha ng'ombe kuna watu wanaimba, sijawahi kusikia watu wakiimba, sijawahi watu kusikia ni wakisifu. Mungu anazo nyimbo za kumwabudu Mungu, anazo nyimbo za kumsifu, anazo nyimbo za kutekeleza, kwamba watu wakisikia neno la Bwana kupitia nyimbo hizo watasema kwamba haya mambo hatujawahi kuyasikia wala kuyasikia wala kuyaona katikati ya macho yetu. Ni mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu unampenda Bwana. Ni kwa sababu unampenda Bwana, hakuna kitu kingine. Mungu akishakuona kwamba moyo wako unamwelekea yeye, hana namna ya wewe kukufunulia vitu ambavyo havijawahi kusikika, havijawahi kuonekana, havijawahi kuvumbuliwa, havijawahi kusikika masikioni mwa mtu awaye yote, lakini atakufunulia wewe. Na akikufunulia wewe, unakuwa baraka kwa watu wengine. Wanafika mahali wanakuuliza, hivi wewe tuambie, hili jambo wewe Mungu umelitolea wapi? Hivi huu ufunuo umeutoa wapi? Hiki ulichokivumbua umekivumbulia wapi? Mwambie ni Roho Mtakatifu ndio kazi yake kutufunulia mambo haya ambayo jicho la mwanadamu halijawahi kuona, ambayo sikio la mwanadamu halijawahi kusikia, mambo ambayo hajawahi kuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo yale ambayo Mungu huwafunulia wale wampendao. Na mimi na neema yangu nataka nikuombee mwaka huu na mwezi huu wa 6. Haijalishi uko kwenye kampuni yako, haijalishi uko kwenye familia yako, haijalishi uko nyumbani kwako, haijalishi kwenye jamii yako, Mungu atakupa siri ambayo jirani yako hajawahi kusikia, ndugu yako hajawahi kuona, ndugu yako hajawahi kusikia katika masikio yake, wala jambo hilo halijawahi kuingia katika moyo wake. Mambo ambayo Mungu atakuandalia wewe, na ukishatoa wewe, Mungu anasema Mungu atatukuzwa katikati ya mataifa, kwa sababu ni wewe amekufunulia jambo hili. Hakuna mtu mwingine anaweza kufunulia. Mungu anataka anakusikiliza tu, anakusubiri uketi magotini pa Bwana akusikisishe neno lake, akupe siri za ufalme wako, ili wale ambao hawamjui Mungu wapate kumjua. Lakini maandiko yanatuambia haya mambo wanayajua wale ambao ni watu wa rohoni, na watu wa rohoni ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa rohoni ni mimi na wewe.
Na Biblia inasema mtu wa rohoni huyatambua yote. Mtu wa rohoni huyatambua yote. Utamsikia Mungu anasema, mimi hata sio, yani mimi sijui. Yani ujui. Wewe ni mtu wa rohoni. Biblia inasema unapookoka unaitwa mtu wa rohoni. Maana yake mahusiano yako na Mungu yanakuwa ni mazuri. Unaendelea kumpenda Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Na kwa neno hilo Mungu anasema kwamba anakuandalia mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona, anakuandalia ambayo macho yako hayajawahi kuona wala masikio yako hayajawahi kusikia, mambo ambayo hayajawahi kuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo amewaandalia wale wampendao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi wa 6 tunaona pia huu ni mwezi wa neema ya ufunuo kupokelewa na mambo mapya kutoka kwa Mungu. Mungu akupe neema, akufungulie mambo mapya katika msimu huu 2025, ili katika jamii ambayo inakuzunguka tuone ukizaa matunda na matunda yapate kukaa, na hatimaye tuendelee kuijaza nchi katika jina la Yesu aliye hai. Mambo haya hayajulikani kwa akili za kibinadamu, ya kawaida, lakini yamehifadhiwa kwa waliompenda na kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwezi wa 6 huwa kuna kuja na habari njema. Na nilikuambia jana, ili uzipokee habari hizi njema, kwa kweli unahitaji kuingia gharama. Bwana Yesu asifiwe. Nikawaambia kwamba jana kwamba kuna mtu anaweza akasema kwamba mtumishi wa Mungu unafundisha mambo haya, lakini mbona hatujayaona mwezi huu wa 6? Ni wewe umeamua kwamba kutokuyaona, lakini dirisha la mbinguni limefunguliwa kwa mwezi huu wa 6, wewe kupokea habari njema, wewe kufunuliwa mambo ya siri ambayo macho ya watu wengine hawawezi kuona, masikio ya watu wengine hawawezi. Ndio tunapashana habari hizi sasa, ili utakapomlingana Bwana sasa kuna habari njema itakuja kwako. Aidha umefika mahali umekata tamaa na maisha, aidha umefika mahali haujapata suluhisho kwa habari ya ugonjwa ulionao, lakini Mungu analo habari njema ya kukufariji wewe, kama ambavyo alimfariji mtumishi wa Mungu Ezekia baada ya kuambiwa kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, hakika utakufa, ugonjwa huu hautapona. Maandiko yanatuambia Ezekia alipouchukua ule ujumbe akaupokea, akamlingana Bwana, akamwambia Bwana, kumbuka nilivyokwenda mbele zako kwa uaminifu na kwa ukamilifu. Kwa maana hiyo alipoomba, maandiko yanasema Mungu akasikia kilio cha mtumishi wa Mungu Ezekia, akayaona machozi yake, akamwambia Isaya, nenda tena ukamwambie kwamba Isaya, Ezekia mfalme hatakufa bali ataendelea kuishi. Nimeongeza kiasi cha miaka 15 mbele ambayo itamsaidia kuendelea kutumikia katika nafasi ambayo nimemweka. Mtumishi wa Mungu akaja akamwambia, ndugu yangu, Mungu bado anaendelea kukupenda kwa sababu ameniambia hautakufa bali amekuongezea kiasi cha miaka 15 kuendelea kuishi. Kwa nini ameongezewa miaka 15? Alipokubali kumlingana Bwana, dirisha la mbinguni likafunguliwa, rehema ikashuka kwake. Baada ya rehema kushuka kwake, ikashuka na bonasi. Bonasi nilikwambia ni neema ama ni nafasi ya upendeleo ambayo mtu hakustahili kupewa, lakini Ezekia alipewa kwa sababu alivyomlingana Bwana. Na Mungu anasema hafurahishi kufa kwake mtu mwenye nini? Mwenye dhambi, bali atubu na kurejea mbele za Bwana. Na hapo alipotubu tu na kugeuka, Isaya akaambiwa kachukue tu mkate wa tini. Ufunuo huo sasa ambao jicho halijawahi kuona, ambao masikio ya mtu hayajawahi kusikia, mambo ambayo hayajawahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu. Isaya akafunuliwa, akaambiwa kachukue mkate wa tini mpake kwenye ile jipu, mtumishi wa Mungu atapona. Na kweli akachukua ile mkate akampitia kwenye ile. Nami nataka nikuambie mwezi huu Mungu analo neno kwa habari ya ugonjwa ulio nao. Mungu analo neno kwa habari ya kampuni yako. Mungu analo neno kwa habari ya biashara yako. Mungu analo neno kwa habari ya mashamba yako. Mungu analo neno la ajabu ambalo ukilisikia masikio yako lazima yawashe ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona malaika, Luka sura ya 1 mstari wa 26, mwezi wa 6 malaika alimtumwa na Mungu kwenda kwa mwanamwali bika jina lake Mariamu, akaendelea kumpasha habari. Hii ni habari ya ujio wa Yesu Kristo. Anaambiwa hii ni habari ya ujio wa Yesu Kristo, habari kuu kuliko zote. Yani kuna habari iliingia kwa Mariamu, habari kuu kuliko zote ya kumbeba Yesu, kumzaa Yesu.
Ilikuwa ni habari kubwa sana. Ilikuwa ni habari ya kutisha sana. Mariamu alipokea siri ya kiungu ya wokovu, jambo ambalo lilikuwa limefichwa tangu milele. Kwa nini? Wanaposema mwanamwali ni watu ambao wanajitunza, wanatunza utakatifu, wanatunza maadili ya kutokutana na vijana huko. Wanawali wa Kiisraeli kipindi walikuwa wanafungiwa ndani. Sasa huyu amekutwa ndani mwake, nyumbani kwake, hakukutwa nje. Malaika anasema salamu uliyepewa neema. Sasa nimekuambia kwamba kwenye ile mji wa Nazareti mabikira alikuwa sio Mariamu tu, walikuwa wengi. Lakini neema ya kipekee ikamwangukia nani? Mariamu. Si kwa uzuri wake, si kwa cheo chake, bali ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio historia ya Mariamu ikaanza kuonekana kuanzia hapo. Nami nataka nikuambie, historia yako iendelee kuonekana kuanzia mwezi huu wa 6, na watu wakutambue, wajue kwamba Chang'ombe yuko mtu ambaye Mungu amemchaguliwa na Mungu, ambaye amesimama katika ufalme wa Mungu na kuonyesha matokeo yaliyokusudiwa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwezi wa 6 ni wa kupokea habari mpya kutoka mbinguni ambazo huleta mabadiliko ya maisha yetu. Unapomlingana Bwana ukatulia, Mungu atakusemesha habari njema itakayoleta mabadiliko katika maisha yako. Vile vile Mungu, jambo la pili, Mungu hufunua siri zake kwa walio tayari. Nataka uone hiki kipengele ninachokizungumza. Mungu hufunua siri zake kwa walio tayari. Kinyume chake, Mungu hawezi kufunua siri kwa wasiokuwa tayari. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa nani? Kwa Bwana. Mungu anataka wewe kwanza ujiandae. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kwanza ufanye nini? Ujiandae kupokea hiyo siri. Unajiandaaje? Tunza utakatifu wako, soma neno la Bwana, omba kwa bidii, na ndipo hapo Mungu atafurahishwa na hayo unayomfanyia. Mungu huwa hana budi kufungua dirisha lake la mbinguni na kukufunulia mambo ambayo hujawahi kuyaona, mambo ambayo hujawahi kuyasikia, mambo ambayo hayajawahi kuingia kwenye moyo wako, ambayo Mungu amekuandalia wewe kwa sababu unampenda Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inatuambia hivi kwenye kitabu cha Amos sura ya 3 mstari wa 7. Kwa hiyo Mungu hufunua siri zake kwa walio tayari. Kwa hiyo jiweke tayari. Sijui anapozungumza kwamba Mungu hufunua siri zake kwa walio tayari, nadhani hapa mmenielewa hiki kipengele. Ni kama vile ambavyo tunatangaziwa, tumepata neema kwamba tukatangaziwa mfano Jumapili iliyopita kwamba Jumapili ijayo tunategemea kuwa na ugeni wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kanisa letu hili la EACT Chang'ombe. Mnafikiri nyinyi wenyeji wa kanisa hili mtafanyaje? Si mtajiweka tayari kwa ajili ya kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Akija hapa, tutahakikisha kwamba mazingira ya hapa yanakuwa safi. Tutahakikisha kwamba madhabahu hii itapambwa kuliko haijawahi kupambwa. Toka tufanye huduma zetu haijawahi kuonekana. Ni kwa sababu gani? Tunajiandaa kupokea ugeni wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hapa tutahakikisha kwamba mazingira ya kanisa hili yamekaa vizuri. Lakini kama hatutajiandaa, kuna watu wanakujaga kuangalia mazingira hapa, wakiyakuta kwamba hamko tayari kupokea ujio, mnaweza mkasikia kwamba Mheshimiwa Rais amepata dharura, ameendea safari nyingine. Alafu mnabaki kusema sasa inakuaje? Kumbe hamkujiandaa. Hamkufanya nini? Hamkujiandaa. Kwa hiyo Mungu naye huwa anatazama moyo wako, anauona kabisa huu moyo uko tayari. Huu moyo uko tayari kupokea. Huu moyo uko tayari ni ufunulie. Huu moyo uko tayari ni upe habari njema. Huu moyo uko tayari ni usikizishe. Huu moyo uko tayari ni ufungue macho uone ambayo hajawahi kuonekana. Ndugu zangu, Mungu wetu huyu ni Mungu ambaye hupenda kumfunulia kila mtu ambaye anapenda. Hivi huwezi kujiuliza kwamba kuna vitu vinavumbuliwa kila siku leo
kila siku vinavumbuliwa na vya ajabu ambao hujawahi kufikiria. Unashangaa tu hiki kitu nacho kimetokea wapi? Mjawahi kujiuliza hivyo vitu? Teknolojia hii inakuwa sana, inabadilika sana. Kila leo wanavumbua vitu hivi, kila leo wanatuvumbulia vitu hivi. Ulishawahi kujiuliza kwamba huu ujuzi na utaalamu huu wanautoa wapi? Kuna watu wengine wanasema wana wa nuru, yani wale wana wa giza wana akili kuliko wana wa nini? Ni neno ambalo kwa kweli na mimi ili linaniumiza sana nikilisikia hili neno, kwamba wana wa giza wana akili kuliko sasa wana wa giza unakuta ndio hao wanaotengeneza madege makubwa, wamefunulia wanatengeneza madege makubwa, wanatufunulia teknolojia za ajabu, yani za ajabu, lakini zinatusaidia. Lakini ukijiuliza huyu mtu hata Mungu hamjui, hata Mungu, lakini amevumbua vitu vya ajabu. Lakini kwetu sisi hata ndege sasa kama nyinyi mavumbulia siri za ajabu, tengenezeni hata ndege sasa. Tengeneza hata basi, tengeneza gari. Unakuta wengine hamna, hata hawajawahi kuokoka. Ndio unakuta kabisa alivuta sigara, unakuta kabisa mtu anakunywa pombe na Mungu yani sijui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pointi yangu ni kwamba Mungu hufunua siri zake kwa walio tayari kupokea mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amos 3:7 anasema hakika. Sasa hapo nimekuambia ukiwa tayari kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zake, anasema Mungu anaapa kwa nafsi yake kabisa, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake, bila kuwafunulia watumishi wake wahubiri siri zake, bila kuwafunulia watumishi wake waalimu wa kwaya siri zake, bila kuwafunulia wachungaji watumishi wake habari za ufalme wake, bila kuwafunulia watu wa kila aina, wazee wa kanisa, wahudumu siri zake. Anachotaka tu utulie magotini kwa Bwana ili Bwana akufunulie hayo ambayo hujawahi kuyasikia. Kwa hiyo hiyo ni mwezi wa kufunuliwa mipango ya Mungu, ni mwezi wa kufunuliwa mipango ya Mungu, ni mwezi wa kufunuliwa maono ya Mungu, ni mwezi wa kufunguliwa huduma za Mungu, ni mwezi wa kufunuliwa hatima ya maisha yetu, ni mwezi wa kufunuliwa kwa wale wanaotii na kusimama kama Mariamu, kama Zerubabeli, hupewa siri za wakati husika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la mwisho ambalo nataka tukuliona hapa, kwa hiyo upokeaji wa siri huambatana na kuitwa katika huduma. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapa nataka nikuzungumzie kwa sababu kwamba tunapokwenda kwenye huu mwezi wa 6 ni mwezi ambao sasa unapopokea siri za ufalme wa Mungu huwa unaambatana na huduma ambayo umeitiwa. Kama wewe ni mzee wa kanisa, atakufunulia yaliyo ya wazee wa kanisa. Kama wewe ni mhudumu, atakufunulia mambo ya uzee wa hudumu. Kama wewe ni mwimbaji, atakufunulia mambo ya uimbaji. Kama wewe ni mwalimu, atakufunulia mambo ya kufundisha. Kama wewe ni mwinjilisti, atakufunulia mambo ya namna utakavyohubiri kwa namna iliyo tofauti. Lakini wewe wote mnaweza mkawa na wahubiri, lakini wewe ukihubiri utahubiri kana kwamba hawajawahi kusikika mhubiri wa aina yoyote, kwa sababu yale ambayo hujawahi kuyasikia na kuyaona katika huduma ulioitiwa, Mungu anakwenda kuushangaza ulimwengu, kwa sababu kila aliyemwita kwa nafasi tofauti tofauti humfunulia kulingana na kile alichomwitia katika ufalme wake. Kwa nini? Yeremia ile sura ya 33 mstari wa 3. Yeremia 33 mstari wa 3, Biblia inasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usio yajua. Umeona sasa hapo? Yeremia aliitwa kama nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa amekutana na changamoto ya kwenda kupeleka ujumbe kwa mfalme. Anaufikisha ule ujumbe kwa mfalme ukiwa ni mbaya. Mfalme anachukua hatua ya kumfunga.
Bwana Yesu asifiwe. Wakati kabla hajafungwa, neno la Bwana likamjia Yeremia kumwambia, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo lolote nisiloliweza? Yeremia hakuelewa. Sasa anaingizwa kwenye gereza, kwenye uwanda wa uwanda wa mfalme. Alipoingizwa kule, akawa nasikitika sana. Anajiuliza, Mungu wangu, sasa mimi nimekosea kitu gani kupeleka habari njema kwa mfalme, alafu mimi mwenyewe nimekuwa mbaya, nimekuwa sifai mbele za mfalme? Biblia inasema ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya pili. Ule mstari wa kwanza ukiusoma, wakati linamjia mara ya pili, Yeremia yuko amefungwa katika ule uwanda. Yeremia anaambiwa niite. Maana yake amefika mahali amekata tamaa kwa habari ya utumishi alio nao. Amefika mahali amevunjika moyo kwa sababu ya yale anayoyapitia. Amefika mahali sasa amechoka kwa habari ya utumishi alio nao. Kila anachokifanya chema kwa Mungu, kwa jamii kinaonekana ni kibaya. Ndipo sasa ile jamii inamweka gerezani. Lakini pamoja na hayo, Mungu aliendelea kuwa pamoja na Yeremia kwa habari ya wito aliokuwa nayo. Akaambiwa neno moja tu, Yeremia, niite nami nitakuitikia. Lakini pamoja na kukuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usio yajua. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unapita kwenye changamoto gani kwa habari ya wito ulio nao. Haijalishi unapita kwenye wakati wa gani kwa habari ya ndoa yako. Wewe mlingane Bwana. Mwite Bwana naye atakuitikia katika kipindi hiki, naye atakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua kwa habari ya ndoa yako. Atakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua kwa habari ya wito aliyokuitia. Atakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua kwa habari ya biashara yako. Atakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua kwa habari ya siasa ulio nayo. Kwamba atakwambia wewe, pamoja na kwamba umechakachua jina lako, mimi niite tu nitakuonyesha mambo makubwa, najua ya kwamba mimi ndiye nimekuchagua. Haijalishi utakuchakachua, lakini mimi ukiendelea kuniita, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua, kwa sababu nimekuita kuwa mbunge, nimekuita kuwa diwani, nimekuita kuwa mwalimu, nimekuita wewe kuwa mwinjilisti, nimekuita kuwa mchungaji, nimekuita kuwa mtume, nimekuita kuwa nabii, nimekuita kuwa mwalimu, nimekuita kuwa mwimbaji. Anachotaka tumuite, naye atakuitikia, naye atakuonyesha mambo makubwa na magumu usiowahi kuyajua. Mambo ambayo jicho lako halijawahi kusikia, na mambo ambayo jicho lako halijawahi kuona, na mambo ambayo masikio yako hayajawahi kusikia, na mambo ambayo hayajawahi kuingia kwenye moyo wako kama Yeremia. Maandiko yanakuambia Yeremia alipomuita Bwana, na kweli Yeremia alipomuita Bwana, Mungu akasikia, akamfunua masikio yake, akafunua macho yake, akaona mambo makubwa na magumu asiyoyajua. Ndipo Bwana akasema, sasa na kwenda kuharibu mji huu, na kwenda kubomoa mabomo yao. Watu hawa hawatabaki hapa, watakwenda uhamishoni miaka 70. Yeremia akafunuliwa habari hiyo. Likatokea jambo lile. Lakini Yeremia tayari alikuwa shafungwa. Wakati huo Mungu naye akamfungua Yeremia mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi unapita kwenye magumu ya namna gani, mwezi huu ni mwezi wa kufunuliwa mambo makubwa na magumu ambayo hayajawahi kusikika kwenye moyo wako, hayajawahi kusikika kwenye macho yako, hayajawahi kuonekana kwenye macho yako, hayajawahi kusikika kwenye masikio yako. Mambo ambayo Mungu amekuandalia wewe kwa sababu unampenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukasimama sasa tukamshukuru Mungu kwa namna ambavyo tunatakiwa sasa hapa. Nimwambie Mungu, kweli yawezekana huu ni mwezi wa kupokea siri za ufalme wako, lakini niandae Mungu kwa neema yako ya kipekee mwezi huu, nifunulie mambo ambayo sijawahi kuyaona, mambo ambayo sijawahi kuyasikia kwenye masikio yangu haya ya kibinadamu, mambo ambayo hayajawahi kuingia kwenye moyo wangu, mambo ambayo wewe Mungu umetuandalia sisi tunaokupenda na kuendelea kukutii kupitia neno lako. Praise and worship team. Hebu ngoja kidogo tumwabudu Mungu hapa. Nzeni tuombe. Jesus. Ni mwabudu na
Kama siyo wewe, ni mwabudu nani mimi? Kama siyo wewe, hakuna mwingine wako mwabudu ila ni wewe Jehova. Ni mwabudu nani? Ni mwabudu nani mimi? Kama siyo wewe, ni mwabudu nani mimi? we Bwana, Kama siyo wewe, hakuna mwingine wa kuniabudu ila ni wewe Yehova. Mungu wetu na Baba yetu, ni wewe ambaye Bwana umetufunulia habari njema za ufalme wako. Ni wewe ambaye ufunua siri za ajabu. Ni wewe ambaye ufunua mafumbo ya Mungu. Ni wewe ambaye Bwana unatupa uvumbuzi wa kila aina ndani ya mioyo yetu. Mambo ambayo masikio yetu hayajawahi kusikia. Mambo ambayo macho yetu hayajawahi kuyaona. Mambo ambayo hayajawahi kuingia katika mioyo ya watu wako. Mambo ambayo umetuandalia sisi tunaokupenda na kulitii neno lako. Baba, kwa neema yako mwezi huu ni mwezi wa kukulingana wewe. Ni mwezi wa kutulia patakatifu pako. Ni mwezi wa kutenga muda na wewe. Ni mwezi wa kutusikizisha habari za ufalme wako. Ni mwezi wa kutufunulia siri za mambo yako. Ni mambo ya kufunua uvumbuzi ndani ya mioyo yetu. Ni mwezi wa kuweka ujuzi ndani ya mioyo yetu. Ni mwezi wa kuweka maarifa ndani ya mioyo yetu. Ni mwezi wa kuweka ujuzi wa kila aina ndani ya mioyo yetu. Ni mwezi wa kuvumbua kazi za kila aina ndani ya mioyo yetu. Kama ambavyo ulifunua siri hizi kupitia watumishi wako. Kama ambavyo ulifunua mambo haya kwa mtumishi wako Mariamu mwanamwali, aliyekuwa bikira, aliyekuwa amejitunza, aliyekuwa ametunza utakatifu wako. Baba, ni mwezi huu ambao Bwana dirisha la mbinguni limefunguliwa kwa ajili ya kuachilia habari njema. Ni mwezi ambao Bwana madirisha ya mbinguni yako tayari kuachilia siri za ufalme wako. Lakini Bwana umetuambia unawapenda wale wanaokupenda, na wale wanaokutafuta kwa bidii watakuona. Watakuona kwa namna gani? Utaweka mambo ambayo hayajawahi kusikika ndani ya masikio yao. Utafunua mambo ambayo macho yao hayajawahi kuyaona. Baba, kwa neema yako na kwa rehema zako, Bwana uturehemu watakatifu wako. Ni mwezi wa neema ya kipekee katikati ya maisha yetu. Ni mwezi wa neema ya kipekee kwa watumishi wako. Ni mwezi wa neema ya kipekee kwa watu wako wote. Wale wanaokupenda na kuzishika amri zako. Wale wanaokupenda kwa mioyo yao. Wale wanaokupenda kwa akili zao. Wale wanaokupenda kwa nguvu zao. Wale wanaokupenda kwa nafsi zao. Wale wanaokupenda kwa namna ambavyo Bwana upendo wao haubagui. Haijalishi wanapita kwenye mazingira ya namna gani, lakini upendo wao bado unaelekea kwako. Mioyo yao bado inaelekea kwako. Baba, kwa neema yako
tuko mahali hapa patakatifu, mahali ambapo Bwana umepachagua ili uweze kulikalisha jina lako. Baba, kwa neema yako wafunulie watu wako siri za ufalme wako. Kwa neema yako wape utayari wa kupokea siri za ufalme wako. Kwa neema yako ya kipekee Bwana, wape utayari wa kuketi barazani pako Bwana na kusikia habari njema za ufalme wako, lakini pia na kuwafunulia mambo ambayo macho yao hayajawahi kuona, masikio yao hayajawahi kusikia, mambo ambayo hayajawahi kuwekwa katika mioyo wao. Baba, mambo ambayo umewaandalia wakupendao, mambo ambayo Bwana umewaandalia wainjilisti, mambo ambayo umeandalia wachungaji, mambo ambayo umewaandalia maaskofu, mambo ambayo umewaandalia walimu, mambo ambayo umewaandalia manabii, mambo ambayo umewaandalia mitume, mambo ambayo umewaandalia walimu wa kwaya, mambo ambayo umewaandalia wanakwaya, mambo ambayo umewaandalia walimu wa watoto, mambo ambayo umewaandalia wazee wa kanisa, mambo ambayo umewaandalia watumishi wa hudumu mbalimbali, viongozi wa idara mbalimbali, kwa kadiri ambavyo umewaita. Baba, kwa neema ya kipekee mwezi huu kawe ni mwezi ambao mambo haya yakifunuliwa katikati ya maisha yao, Baba, wanakwenda kushangaza ulimwengu, wanakwenda kushangaza dunia hii, mambo ambayo wewe Bwana hujawahi kuyaleta katika dunia hii yanasubiri mtu mmoja aketi magotini pako. Baba, wape neema ya kipekee kama Maria mtumishi wako alipokubali kuketi magotini pako. Baba, ulimsikizisha maneno yako, ulimsikizisha habari njema, ulifunua siri za ajabu katikati ya maisha yake, kwa habari ya wito wake, kwa habari ya ndoa yake, kwa habari ya huduma yake, kwa habari ya miradi yake, kwa habari ya uchumi wake, kwa habari ya mambo yote ambayo Bwana ungependa wafunulie. Mtumishi wako ulimfunulia, nasi Bwana asubuhi ya leo tuko tayari kupokea habari njema, tuko tayari kufunuliwa mambo ambayo masikio yetu hajawahi kusikia, mambo ambayo macho yetu hajawahi kuyaona, mambo ambayo hajawahi kuingia katika mioyo yetu. Baba, kwa neema yako ulisema hakika Bwana hautafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wako, manabii wako, siri za ufalme wako, bila kuwafunulia wachungaji, manabii, wainjilisti, walimu, kila watu ambao Bwana umewaitia kwa namna tofauti tofauti, mambo ambayo Bwana ungependa wafunulie wale wakupendao, wale wanaokutumikia, wale wanaokutii wewe, wale wanaolishika neno lako, wale wanaoomba kwa bidii, wale wanaokutafuta kwa bidii, wale wanaokulingana wewe. Bwana, umesema hakika hautafanya neno lolote, hautafanya jambo lolote pasipo kuwafunulia watumishi wako. Baba, kwa neema yako ya kipekee ulimfunulia Ibrahimu mtumishi wako alipokuwa kwenye miamoli ile ya Mamre. Bwana, ukamfunulia jambo ambalo halikulitarajia, ukamwambia majira kama haya mwakani Sara atapata mtoto. Nami nataka nikwambie Bwana, kwa neema yako ninatangaza habari njema za ufalme wa Bwana katika tatizo ambalo naliona kwako lilikuwa sugu. Mungu akufunulie suluhisho la neno ambalo Bwana ataliweka kwako, litakuwa suluhisho la tatizo lako, litakuwa suluhisho la tatizo lako. Kwa neema ya kipekee ninakutangazia asubuhi ya leo, Bwana atakufunulia habari njema kwa habari ya kampuni yako, habari njema kwa habari ya biashara yako, habari njema kwa habari ya mradi wako, habari njema kwa habari ya familia yako, habari njema kwa habari ya kazi yako, habari njema kwa ajili ya wewe kuajiliwa, habari njema kwa ajili ya wewe kuteuliwa, habari njema kwa ajili ya wewe kusimama kwenye kusudi ambalo Bwana amekusudia usimame kwa ajili ya utukufu wake. Baba, asubuhi ya leo, Baba, asubuhi ya leo, Baba, asubuhi ya leo tumeketi magotini pako. Asubuhi ya leo tunautafuta uso wako. Asubuhi ya leo tunatafuta hekima kutoka kwako. Asubuhi ya leo tunatafuta maarifa kutoka kwako. Asubuhi ya leo tunatafuta hekima na maarifa na ujuzi wa kila aina, na uvumbuzi wa kila aina. Baba, tupe neema hiyo, tupe hekima hiyo, kwa sababu mwezi huu
ni mwezi wa kipekee, ni mwezi wa kipekee, ni mwezi ambao Bwana neema hii ikiachiliwa kwa watu wako ni neema ya kipekee. Neema hii haifanani na neema ya mwezi wa kwanza, neema hii haifanani na neema ya mwezi wa pili, neema hii haifanani na neema ya mwezi wa tatu, neema hii haifanani na neema ya mwezi wa nne, neema hii haifanani na mwezi wa tano. Neema hii ni neema ya kipekee kwa watu wako, kwa watu wako, kwa kanisa lako, kwa watumishi wako, kwa maaskofu, kwa watumishi wako, kwa wainjilisti, kwa watumishi wako, kwa mitume, kwa watumishi wako, kwa manabii, kwa watumishi wako, kwa walimu, kwa watumishi wako, kwa wachungaji, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu wako, hata mwili wako Yesu Kristo upate kujengwa, upate kuimarishwa, upate kusimama kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaona kuna mtu mbingu zimefunguka sasa, mbingu zimefunguka sasa. Ninaona wewe unayenifuatilia, kuna mambo yanafunuliwa katikati ya moyo wako, kuna biashara inafunguliwa ambayo biashara hii haijawahi kutokea, haijawahi kutokea. Ulifika mahali umekata tamaa na mradi ambao ulikuwa umeuanzisha, lakini Bwana analo neno kwa habari ya kusuluhisha, kwa habari ya mradi uliokuwa nao. Haijalishi mradi ulikufa, lakini Bwana anasema analo neno la kukupa msimu mpya wa mabadiliko katikati ya maisha yako, katikati ya maisha yako, katikati ya maisha yako, katikati ya maisha yako. Oh Baba, kwa neema yako, kwa neema yako, kwa neema yako, kwa neema yako, kuna watu ambao Bwana wanatembea kwenye mazingira ya udhaifu wa afya zao, kwenye udhaifu wa maisha yao, lakini kwa neema yako ya kipekee Baba, achilia solution ya wao watapona kwa namna gani, kama ambavyo Bwana uliachilia uponyaji kwa mtumishi wako Hezekia. Oh Baba, ukamwambia mtumishi wako Isaya achukue mkate wa tini, ampake mtumishi wako. Lakini Bwana, kwa neema yako ninajua ya kwamba kupitia mwezi huu Bwana wagonjwa watapona. Kupitia mwezi huu Bwana waliovunjika moyo watarejeshwa kwako. Kupitia mwezi huu Bwana ninaamini ya kwamba kila aliyekata tamaa kwa habari ya wito ambao Bwana umemitia Baba, ni mwezi ambao mioyo yao inakwenda kurejea kwako, mioyo yao inakuelekea wewe, ili wakupende Bwana Mungu wao, waendelee kushika neno lako, waendelee kukutii wewe, waendelee kukupenda wewe kwa mioyo yao, kwa nguvu zao, kwa akili zao. Oh Baba, kwa neema yako wajalie watumishi wako, wasaidie watu wako, waimarishe watu wako kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hapo ulipo naweza kumwambia Mungu asante. Paza sauti yako, mwambie Mungu asante kwa neema hii ya kipekee ambayo umeifunua katikati ya moyo wangu, mambo ambayo masikio yangu hajawahi kusikia, mambo ambayo moyo wangu hajawahi kuyaona, mambo ambayo hujawahi kuyaweka kwenye moyo wangu, mambo ambayo hajawahi kuingia kwenye moyo wangu, na mambo ambayo wewe Mungu umeniandalia mimi kwa sababu nakupenda. Bwana Yesu, nakushukuru. Pokea sifa na shukrani, kwa maana wewe Mungu umetusaidia, kwa maana Mungu umetufunulia, kwa maana Mungu umetupa hekima, kwa maana Mungu umetupa maarifa. Hii ni kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kamata sadaka yako, twende sasa tuombe kwa ajili ya matoleo. Bwana Mungu, kwa neema yako tunaleta matoleo haya kwa mioyo yetu ya kupenda. Ikubali sadaka hii Bwana Yesu, ikawe ukumbusho katikati ya maisha yetu. Sadaka hii ikafungue msimu mpya wa sisi kufunuliwa siri za ufalme wako, wa sisi kupewa maarifa katika ufalme wako, wa sisi kupewa ujuzi katika ufalme wako, wa sisi kupewa namna ambavyo Bwana tutawezaje kuenenda katika maisha yetu. Baba, kwa neema yako ikubali sadaka hii, kapate kibali machoni pako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wewe unayetufuatilia kwenye mtandao, kuna namba utaziona zinapita hapo. Toa sadaka yako kwa moyo wa kupenda, na Mungu ataendelea kukubariki unapotoka na kuingia, katika jina la Yesu. Hakuna
Nyanyua mikono yako. Bwana Yesu, nakushukuru. Asante kwa ajili ya matoleo haya ambao watoto wako tumekutolea kwa mioyo yetu ya kupenda. Asante kwa watumishi wako wanaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Bariki sadaka zao, bariki matoleo yao, bariki mafungu ya 10 yao waliokutolea kwa mioyo yao kupenda. Mungu, inuliwe, utukuzwe kwa sababu ya wema wako na uaminifu wako. Zaidi ya yote, watumishi wako athibitishe neno lako nalosema utawabariki kwa kazi za mikono yao. Bariki wanapotoka na kuingia kwa ajili ya utukufu wako. Bwana Yesu, zaidi ya yote na watamkia baraka katika siku hii ya leo. Siku hii ikawe ni ya mafanikio kwao. Kile utakachokigusa kwa mikono yao, Baba, ukawabariki kwa ajili ya utukufu wako. Na sasa kanisa, pokeeni baraka za Bwana. Bwana Yesu akubarikie na kukulinda. Akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Akuinulie uso wake na kukupeni amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana. Heshima na utukufu